na kukaribisha saa hii mahali popote ulipo. Huu ni wakati ambao Bwana ameufanya. Ninaomba uwe makini na kile ambacho kinaenda kuneno saa hii. Kabla ya yote, ngoja nimkaribishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya wakati huu, na kukaribisha Baba yangu, Bwana wangu na Mwokozi wangu, mwalimu mwema, mlinzi mkuu, wakili mwaminifu, Roho uzima, Roho ufufuo, Roho wa Kristo, kutufundisha ili tuweze kupata faida. Tunapoleta somo hili la mwili wa mwanadamu, tabia za mwili wa mwanadamu, ikapate kibali mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tabia ya mwili wa mwanadamu tutaenda kuiona. Tunaposema tabia ya mwili wa mwanadamu tunamaanisha nini? Mwili ni sehemu ya asili ya mwanadamu inayotuwezesha kuishi dunia, kutenda matendo na kushirikiana na ulimwengu wa kimwili. Huo ni mwili. Lakini Biblia inafafanua mwili kama hekalu la Mungu. Biblia inafafanua mwili ni hekalu la Mungu. Mwili ni hekalu la Mungu. Hayo ndiyo mafafanuzi ya Biblia kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari ule wa 19 mpaka 20. Lakini tabia kuu za mwili zikoje? Tabia ya kwanza, mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu. Ukisoma kwenye Mathayo 26 na ule mstari wa 41, imeandikwa roho inataka lakini mwili ni dhaifu. Kama tunavyojua, kitu kilicho dhaifu kinahitaji msaada. Kitu kilicho dhaifu maana yake kina mapungufu fulani. Mwili mara nyingi huvutwa na tamaa, na ukikosa kudhibitiwa huangusha roho. Mwili huvutwa na tamaa, na ukikosa kudhibitiwa huangusha roho. Mwili, ndugu yangu, ni hekalu la Roho Mtakatifu, kama tunavyoona kwenye Wakorintho wa kwanza 6 mstari ule wa 19 mpaka 20, ambayo imeandikwa, soma katika Roho Mtakatifu, nasema, au amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Katika kitu ambacho natakiwa kitunze ni mwili uliokuwa nao. Ni mwili niliokuwa nao. Mwili unapaswa kutumika kwa heshima na ibada, si uasherati au tamaa zinginezo. Sasa mwili bila roho ni udongo. Unapoongelea mwili kama mwili bila roho ndani yake, huo ni udongo, na kama ni udongo, mavumbini utarudi. Tunaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza puani pumzi ya uhai. Akapuliza puani pumzi ya uhai. Kwa hiyo pumzi sasa ni ile tunaambiwa pumzi ya uhai. Kwa hiyo pumzi inaweza ikaelezewa kama roho, lakini mwili peke yake hauna uhai.
Roho ndiyo huufanya kuwa mtu hai. Pasipo roho, mwili ni udongo tu wa kawaida, udongo tu wa kawaida ambao haufai chochote. Tunaona kwamba roho ndiyo huufanya kuwa mtu hai. Mwili uko kinyume na roho. Soma kwenye Wagalatia pale 5:17 imeandikwa, kwa maana mwili utamani kushindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana. Mwili hutaka tamaa, lakini roho hutaka utakatifu. Mwili inataka tamaa, lakini roho inataka utakatifu. Mwili ni wa uharibifu. Soma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 5:1. Biblia inasema, kwa maana twajua ya kuwa vyumba au nyumba yetu ya dunia hii au hema hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Kwa hiyo mwili ni wa muda, lakini kwa Kristo tunaye tumaini la miili ya utukufu. Mwili tuliokuwa nao ni wa muda, lakini kwa Kristo tunaye miili ya utukufu. Sasa matunda ya mwili, unaweza kukuta matunda ya mwili kwenye bracket ni mabaya. Soma Wagalatia 5:19-21. Biblia inasema, tamaa za mwili huzaa uasherati, uchafu, husda, ulevi, fitina na kadhalika. Mwili ukiachwa bila kudhibitiwa huzaa dhambi na kuharibu utu wa kitu. Lakini tunaona matumizi sahihi ya mwili kwenye Warumi 12:1. Biblia inasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hayo ndiyo matumizi sahihi. Itoeni miili iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Wakorintho wa kwanza 9:27 anasema, Paulo anasema, nalipiga mwili wangu na kuutumikisha. Haya ni maneno ya Paulo. Mwili ni chombo cha ibada na huduma, si cha kuabudu tamaa. Sasa tunaelezaje familia na kanisa? Wazazi wafundishe watoto kuwa mwili si mali yao binafsi, bali ni mali ya Mungu. Lakini kanisa ifundishe vijana na watu wazima kujitunza na utakatifu, maana mwili ni sehemu ya agano na Mungu. Tunapoenda mwishoni kabisa, mwili wa mwanadamu ni hekalu, chombo na udongo wa muda tu. Maana yake, udhihirisho wake mwili ni wa muda tu, ni wa kitambo. Tukiupeleka kwenye dhambi, utatuletea maangamizi. Kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mwili huu unaoona ukiupeleka tu kwenye dhambi, utasababisha maafa, utasababisha kifo. Lakini tunaona kwamba tukipeleka kwa Mungu, utakuwa chombo cha
utukufu na baraka. Warumi 8:13 inasema, kwa maana mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwafa, bali mkiafisha kwa Roho matendo ya mwili mtaishi. Huo ni ujumbe wangu saa hii, iwe kumbukumbu kwako, na Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Mwili wa mwanadamu ni hekalu la Mungu au chombo cha dhambi. Kwa hiyo unapoona kwenye Wakorinto ile 6:19-20 nasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tunaona nini makusudi ya somo hili kulifundisha? Wafundisha waumini kuwa mwili si wa kupuuzia, bali ni chombo cha heshima kwa Mungu. Kuelewa vita kati ya mwili na roho na jinsi ya kushinda. Kuna vita kati ya mwili na roho na namna ya kushinda. Sasa maumbile ya mwili unatoka mavumbini. Bila roho mwili hauna uhai, Yakobo 2:26. Lakini pia mwili ni dhaifu, roho inataka, lakini mwili ni dhaifu, kwenye ile Mathayo 26 na ule mstari wa 41. Sasa mwili kama hekalu la Mungu, asema mwili ni hekalu, si kwa uasherati bali kwa utukufu wa Mungu. Ndugu zangu, tuweke miili yetu dhabihu hai ya kumpendeza Mungu. Uhalisia, watu wengi leo huitumia miili kwa tamaa, ulevi, uasherati, ulaji ovyo badala ya utakatifu. Ndivyo watu wengi wanavyotumia miili yao leo. Lakini matendo ya mwili dhambini, unaweza ukaona kwenye ile Wagalatia kama nilivyoisoma, na pia unaweza kuona kwenye Warumi 8:6-7, ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo ndugu yangu, wazazi wafundisheni watoto kujua kuwa miili ni mali ya Mungu. Waambie kwa wazi kabisa. Kwenye Methali ile 22:6, unapompa mtoto elimu hata sahau njia yake hata akiwa mzee. Kwa hiyo ni mimi Phineas ninakuletea habari hizi. Zitafakari na tunza mwili wako katika jina la Yesu ninaomba, amen.